Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Kishindo wa awamu ya 6 tunaangazia uboreshaji wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Mwenyeji wako hii leo naitwa Ismail Bughudha, kwa niaba ya mwandaaji wa kipindi hiki Agnes Mbabu. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Serikali imewekeza katika vifaa na vifaa tiba ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma zote muhimu katika hospitali hiyo. Uboreshaji wa huduma za afya zikiwemo za kibingwa unatajwa kwenda sambamba na hadhi ya makao makuu ya nchi. Ni katika jambo lisilohitaji kusimuliwa wala kufanyiwa uchunguzi kuthibitisha kufanyika kwa maboresho hayo ya afya, hali inayowafanya hata wale waliokuwa wakifuata matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi sasa safari hizo zimepungua baada ya maboresho hayo. Dr. Ibenzi Ernest ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Karibisha wananchi wote katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Hii hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa sasa hivi ina miaka 106. Ilianzishwa mwaka 1920. Ilikuwa ni hospitali ndogo, lakini imeendelea kukua na kuongezeka katika utoaji huduma zake siku hadi siku. Kwa sasa hivi katika hospitali yetu tunatoa huduma karibia zote za kibingwa, lakini kama hospitali sisi tunajivunia pale wagonjwa wanapofika katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Dodoma wanatibiwa na kupona na kurejea katika majukumu yao katika muda mfupi. Hospitali yetu inatoa huduma za kibingwa kupitia madaktari yetu ambao ni wengi wa kutosha, lakini wauguzi, tuna wafamasia, tuna wataalamu wa maabara, lakini na kada mbalimbali ambazo ziko katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Sisi watumishi tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama sisi kwetu tunamuita ni daktari mwenzetu. Mambo mengi yamesaidia. Kabla ya miaka ya hivi karibuni na kabla ya awamu yake tulikuwa tuna changamoto za hapa na pale, ingawa tulikuwa tumeshaimarika, lakini kama hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ikiwakilisha hospitali zingine za rufaa za mikoa za Tanzania bara, sisi ni hospitali ambazo zimefaidika katika idadi kubwa ya watumishi ambao wapo madaktari bingwa, wapo wauguzi, wapo wataalamu kabisa wa famasia, wa maabara na wengine wengi. Kisha Dr. Ernest anaweka wazi juu ya uboreshaji wa huduma kwa sasa katika hospitali hii. Tumepata vifaa tiba vingi vya kutosha. Zamani za kale hata ukifika katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa hii tulikuwa na ICU ambayo ina vitanda 3. Leo hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma inaweza kuhudumia hata majeruhi ambao hawapungui kwa pamoja. Ukiingia vitanda vya ICU tuna vitanda 36. Lakini pia kama emergency tulikuwa hatuna. Leo serikali yetu imetuwezesha, imetupa vifaa, imetupa wataalamu. Wagonjwa wetu wanapofika hapa wanatibiwa na kurejea katika majukumu yao kwa muda mfupi. Tushukuru katika huduma zetu moja hapo sisi tunajulikana mpaka kimataifa. Upande wa mifupa ni hospitali moja hapo ambayo inajulikana kimataifa. Tunatibu wagonjwa wakifika leo ambao wamevunjika, anaweza katibiwa leo, kesho yake akarudi kaanza kutembea, ndani ya wiki moja anarejea katika majukumu yake ya kawaida. Lakini hata idara zingine ukija upasuaji, zamani tulikuwa na shida, wagonjwa wote ambao walikuwa pata ajali na kuvia damu kwenye ubongo tulikuwa tunawapa rufaa kwenda hospitali zingine, lakini kwa sasa hivi tumejizatiti, wagonjwa wote wanapata huduma katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Dodoma. Lakini pia tulikuwa kabla ya hapo tulikuwa na changamoto za huduma za mama na mtoto. Sisi huduma zetu hapa zimeimarika, lakini ukienda nyanja upande wa magonjwa ya ndani na watoto, sisi kama hospitali tumejipanga vizuri, wagonjwa wote wanatibiwa na wanapona kwa wakati. Tunaendelea kushukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo imeendelea kuimarisha hii hospitali. Zamani hata CT scan watu walikuwa wanazisikia kwenye taarifa ya habari. Hata mimi wakati nasoma nilikuwa sijawahi kuiona. Lakini hapa leo tunaishuhudia CT scan, kila mtu anaweza akaiona na akaigusa. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru sana wizara yetu ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia wizara yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa na wasaidizi wake wa karibu sana. Wizara imezidi kuimarisha hospitali yetu, inaimarika. Sisi tutaendelea kufanya kazi na sisi tunaahidi
kwa sababu tuna deni kubwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitu kikubwa ambacho tunajua dawa ya deni ni kulipa. Sisi tunamlipa kwa kuendelea kutoa huduma zilizo bora kila wakati, na sisi kama hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tunasema sisi ndio ndugu na rafiki namba moja wa mgonjwa, na tunakaribisha wateja wote wanafika hapa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma wafike na tuwahudumie, wapone, warudi katika majukumu yao ya kawaida. Umuhimu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma katika eneo hili la kanda ya kati ya nchi ni mkubwa, hasa kutokana na mkoa huu kuwa lango la usafiri kuelekea mikoa mbalimbali. Anazungumzia uwezo wa hospitali hii. Uwezo kama hospitali sisi tulivyojipanga, wagonjwa wakifika wanahudumiwa kwa mara moja. Hospitali yetu kama hospitali kwa sasa hivi tuna sehemu ambazo ziko 7 za kupokelea wagonjwa wakifika. Zamani ilikuwa na sehemu moja tu ya kupokelea, lakini sisi tumeshafanya ugatuzi. Serikali imejaribu kila mara kusogeza huduma kwa watu wake. Hata sisi katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tumefanya hivyo hivyo. Ndani ya hospitali tumefanya ugatuzi. Hata wagonjwa wenyewe wa ajali wana sehemu yao ya kujiandikishia na wana sehemu yao ya kupata huduma. Mgonjwa anayekuja amevunjika mguu, amevumia sehemu yote, kama hana kitu chochote kinachomzuia yeye kufanyia upasuaji siku hiyo, sisi tunafanya siku hiyo hiyo. Kwa hiyo sisi tunafanya wagonjwa ambao hawapungui wa ajali kwa siku hawapungui 20 na tunawaponya. Tunafurahi sio kwa sababu tunapokea wagonjwa wengi. Kinachotufurahisha wagonjwa wale wanaotufikia wamepata shida, wengi tunawaponya na wanarejea katika majukumu yao ya kawaida. Vifaa tunavyo vya kutosha, wataalamu wapo wa kutosha na hatuna wasiwasi. Watumishi tunao wa kutosha. Tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watumishi tulionao sasa hivi tunaweza kufanya kazi bila shida, tofauti na zamani ilivyokuwa. Ingawa wanaweza kutosha 100%, lakini waliopo wanaweza kutoa huduma zilizo bora kabisa ambazo hazina shida yoyote. Tunawaita wananchi watembelee hospitali yetu wanapatapo shida, waje wapate huduma, tuwaponye haraka, warejee katika majukumu yao mara moja. Moja maboresho yaliyofanywa na serikali katika hospitali hii ni idara ya matibabu ya dharura EMD, ambayo ni taswira ya hospitali ya rufaa ya mkoa Dodoma. Hospitali yetu ya rufaa mkoa Dodoma kupitia kitengo cha EMD ni kitengo ambacho niseme ni kama ni moyo wa hospitali, kwa sababu kila mgonjwa anayefika hospitalini kabla kuingia kwenye idara nyingine zozote lazima atapitia idarani kwetu, na idarani kwetu tunatoa service mbalimbali ikiwemo magonjwa ya dharura, yani kama mtu kapata ajali, kuna zile dharura za nyumbani za magonjwa, basi akifika kwa mara ya kwanza tunamuona sisi. Vile vile pia tunatoa service au huduma ya magonjwa ya nje, yaani mtu anajisikia vibaya, anataka kumuona daktari kwa mara ya kwanza, basi tunatoa hizo service, yani OPD service. Kwanza kama mnavyoona jengo letu hili limeanza mwaka 2020 na kwenye kipindi cha awamu ya 6 kuna mengi yamefanyika. Mojawapo kwanza ni kulifanya jengo letu lijitegemee. Sisi kwenye jengo letu tunajitegemea kwa kila kitu, yaani mgonjwa anapofika kwa mara ya kwanza atatibiwa hapa, atapokewa reception, ataonana na daktari, ataingia maabara, atapata dawa zake kupitia jengo hili la kwetu, hana haja ya kuenda sehemu nyingine. Hayo ni maboresho makubwa ambayo yamefanyika kwenye kipindi cha awamu ya 6. Na maboresho mengine ambayo ni makubwa zaidi ni kuendelea kupata huduma ya vipimo ambavyo kama CT scan ambako hapo zamani vilikuwa havipo, ila sasa hivi tunavyo. Maanake mgonjwa hana haja tena kumpa rufaa kwenda hospitali nyingine kubwa kwa ajili ya vipimo kama CT scan. Yes, ambao kwa CT scan inafanyika hapa hapa na wagonjwa wetu wengi wanatibiwa hapa hapa. Lakini pia hivi karibuni pia tumeanzisha huduma ya fast track. Yaani mgonjwa anapokuja akiona kuna foleni, basi kuna huduma inaitwa fast track, matibabu ya haraka. Yaani mgonjwa hatopanga foleni, atalipia kiasi kidogo ambacho kinaweza ni affordable kwa kila Mtanzania, then ataonana na daktari kwenye chumba maalum. Vipimo vitakuja kumfuata hapo hapo alipokaa mgonjwa pamoja na dawa zake, na huduma zote zinamfuata mgonjwa. Hii yote vyote vimewezekana katika awamu hii ya 6. Na pia tuna huduma ya VIP lounge ambayo wagonjwa mashuhuri na wenyewe wanatibiwa kupitia jengo letu la hapa EMD. Hapa anaeleza huduma za hadhi ya juu. Taratibu za kama ikitokea ajali, kwanza sisi mgonjwa ni kipaumbele chetu. Kwa hiyo ikitokea ajali, mgonjwa anaingizwa moja kwa moja
kwenye kitengo cha resuscitation, yani kwa ajili ya kupata matibabu ya awali resuscitation, ambacho tutaenda kukiona hapo. Tuna facility zote, miundombinu ipo ya kutosha, wanatibiwa kwanza, alafu baadaye kama ni malipo then anafuata. Lakini mgonjwa kwa scenario za ajali, wagonjwa wote tunawachukua, tunawatibia kwanza, tunaweka kwenye condition ambayo ni nzuri, then baada ya hapo vitu vingine vinafuata. Kama tunavyojua, Dodoma yetu sasa hivi ni mji wa serikali, ni mji wa kibiashara. Kuna ongezeko la watu wengi kutoka mikoa tofauti tofauti wanakuja kwenye mji wetu wa Dodoma. Kwa hiyo ukiwa kuna ongezeko la watu, pia na changamoto nyingine zinaibuka kama ajali. Lakini pia ukiachana ajali, pia tunapokea rufaa kutoka hospitali za pembezoni, hospitali za wilaya, kwa sababu sisi tuko katikati. Kwa hiyo sisi tunapokea hizo rufaa na tunazishughulikia, na idadi ya wagonjwa kiukweli inazidi kuongezeka, hasa maajali inaongezeka pamoja na hayo magonjwa mengine, mfano tu magonjwa yasiyoambukizwa, stroke na vingine vingi. Wito wangu kwa raia, wananchi wenzetu, wagonjwa, hospitali yao ipo tayari kuwapokea na kuwahudumia. Tuko tayari, tumejipanga vizuri, tunatoa huduma bora kabisa, na kama kauli mbiu yetu ya hospitali ya kwamba huduma bora ni kipaumbele chetu, sisi ni ndugu namba moja na rafiki namba moja wa mgonjwa. Hivyo basi nipende kuwakaribisha mje, mnapopata changamoto zozote msisite kufika kwenye hospitali yenu, mtuamini, tumejipanga vizuri kuwahudumia. Uwepo wa vifaa hivi vinavyotumia teknolojia ya kisasa katika upimaji wa magonjwa mbalimbali ndivyo vinavyorahisisha utendaji kazi wa watumishi wa hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Katika hospitali ya mkoa wa Dodoma kuna maabara kadhaa, lakini mojawapo ni hapa EMD, ambapo katika maabara hii tunafanya vipimo mbalimbali. Vipimo vikiwepo ni kipimo cha full blood count, tunazungumzia picha ya damu kwa ujumla, ambayo inapimwa na hii mashine ni DVH6. Sawa, mashine ambayo iko more advanced kushinda mashine ambayo tulikuwa nayo awali. Tulikuwa tunatumia kipindi cha awali, tulikuwa tunatumia mashine DVH5. Uzuri wa hii mashine inapima vipimo vingi, ukiachana full blood picture, hiyo picha ya damu, lakini vile vile inapima reticulocyte count, zile seli nyekundu za damu ambazo bado hazijakuwa kubwa au hazijakuwa matured. Yes, ukiachana na kuwepo na hii mashine nzuri ambayo inatusaidia kwa kiasi kubwa, tunapokea wagonjwa wengi ambao wanafanya hiki kipimo, kwa hiyo inaturahisishia kazi, inaokoa muda, lakini vile vile tunafanya vipimo mbalimbali. Kuna idara katika hili jengo, katika hii maabara tunafanya vipimo vya parasitolojia, tunafanya vipimo vya serolojia, lakini hapa pia tunafanya kupokea sampuli na kuzichakata mahali hapa. Maboresho haya pia yanagusa upande wa matibabu, ambapo tumeongezewa vipimo mbalimbali vya kuweza kutambua magonjwa mbalimbali ya macho, ambapo tumeweza kuongezewa tuna vipimo vya kuweza kufanya ugunduzi wa mapema wa pressure ya macho, athari za kisukari katika macho, lakini pia tunaweza kupima magonjwa ya upeo kwa urahisi zaidi kwa vipimo vya kisasa zaidi. Pia tunatoa matibabu kwa watoto njiti. Tunatoa matibabu ya miwani, ambapo tunatoa miwani kwa watu wazima na watoto wadogo. Na katika kupima uzuri na ubora wa huduma hizi, tunaangalia idadi ya wagonjwa ambao tunahudumia imekuwa ikiongezeka mwaka mpaka mwaka. Kutoka mwaka 2023 mpaka leo, mwaka 2023 tulikuwa tunaona wagonjwa 7,000 kwa mwaka, lakini kufikia mwaka 2026 tunaona ongezeko limefikia mpaka wagonjwa 14,000 na zaidi. Hivyo inaonyesha kwamba hizi ni juhudi ambazo zimetokea
baada ya maboresho ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha awamu ya 6. Sisi kama idara ya macho tunapenda kushukuru juhudi za serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunapenda kushukuru Wizara ya Afya na hospitali kwa kuendeleza kuwekeza katika kuboresha huduma za afya ya macho. Baadhi ya wataalamu wa afya wa hospitali hii wanasema uwepo wa vifaa vya kisasa na uboreshaji wa afya ya mama na mtoto umerahisisha utendaji kazi wao. Tuna sehemu ya watoto wachanga ambayo ni kitengo maalum kwa ajili ya watoto wale wachanga kabisa. Njiti, si tuna uwezo wa kuweka njiti kuanzia sasa hivi kuanzia grams 800. Na kwa sababu hiyo tunafanya hivyo na tumeimprove sana kwa sababu ya vifaa ambavyo kwa awamu hii ya 6 tumeweza kupata kwa wingi. Wakati zamani ilikuwa ni changamoto kidogo kupata vifaa ambavyo tunaweza tukawatunza watoto wenye umri mdogo zaidi. Lakini sasa hivi wapo na wanakuwa vizuri na wanaendelea vizuri. Gramu 800, 700 na kuendelea. Kwa hiyo tuna sehemu ya watoto njiti ambayo ina vifaa vizuri vya kuweza kuwatunzia wale watoto kutoka kwenye lile joto na mashine za kupumulia kwa mfano nyingi ambazo zinatumika pale mpaka wanapokuwa wakubwa. Maboresho mengine ambayo tumeweza kuyafanya katika awamu hii ni kuwepo kwa sehemu ya emergency. Nafikiri mtakuwa mmeona katika hospitali kuna emergency unit ambayo inapokea wagonjwa wa dharura. Lakini tuliona kina mama wana uhitaji pekee wa kuwa na emergency unit yao kwa sababu hata treatment yao iko tofauti wanapokuja na matatizo mbalimbali. Kwa kwenye jengo la mama na mtoto kuna sehemu ya emergency. Na wagonjwa wote wanaokuja kwa rufaa kwa ajili ya matatizo ya uzazi wanafika moja kwa moja kwenye jengo letu kwa sababu kuna wataalamu ambao wameshabobea kwenye kuwatibu wamama tu ambao wana emergency. Watapokelewa pale na watapata huduma ya haraka. Hapa tupo katika kitengo cha kuhudumia watoto wachanga, kitaalamu tunaita neonatal care unit, na huku ndani ni sub unit ya HDU au ICU ya watoto wachanga. Kama mnavyoona kwa sasa hivi tuna woma takriban 21 ambazo ziko katika wodi hii, na huwa tunahudumia watoto wale ambao wamezaliwa kabla ya wakati, kwa kitaalamu tunaita premature baby, lakini pia tunahudumia watoto ambao wamezaliwa wakapata changamoto mbalimbali kama kushindwa kupumua vizuri au walipata maambukizi au wale watoto ambao wamechelewa kulia. Lakini pia na wale watoto ambao unakuta wamezaliwa na tofauti katika miili yao, hizi tunaziita congenital anomalies. Saa ingine pia huwa wanapata huduma ya upasuaji kwa zile ambazo tunaweza tukazifanyia hapa kwetu. Baadhi ya wakazi wa Dodoma wanakiri kuridhishwa na ubora wa huduma za afya. Nilipokelewa hapa Jumanne tarehe 10 kutokea kituo cha afya Ilazo. Nashukuru Mungu kwanza nimefika hapa nimehudumiwa vizuri na mpaka sasa na mpaka leo nimeruhusiwa kurudi nyumbani. Tunamshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa huduma tunazopata, huduma za hapa hospitalini. Tunahudumiwa kwa wakati, tunapata dawa kwa wakati. Kwa kweli nashukuru kwa huduma alionifanyia leba, nikajifungua salama, ila tu changamoto iliyokuwa nayo kwa mwanangu nayo pia wamehudumia vizuri mpaka kesho, and then wanasema nitaondoka. Nimekuja jana mchana hapa saa 4. Nashukuru Mungu nimepokelewa vizuri. Dr. Baraka kanipokea, kaniatendi vizuri. Mpaka saa 9:30 nimejifungua vizuri, salama kabisa. Huduma zao nimezipenda kwa kweli. Sababu nilipokuwa nimefika nilikuwa tight sana. Ila nashukuru Mungu nimepokelewa vizuri, nimejifungua salama. Wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Na mpaka sasa hivi nilipo dini na nimeshapata kuruhusiwa. Tunashukuru kwa upande wa serikali, kwa upande wa kina mama. Kama Dodoma hapa sasa hivi hospitali ya General imekuwa kubwa sana na inapokea watu wengi kwa wakati mmoja na huduma ziko vizuri. Usimamizi thabiti na uongozi bora pamoja na ushirikiano ndio siri ya mafanikio katika hospitali hii.
Mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma zilizo bora katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tukisema kwamba Rais Samia amefanya nini, mambo ni mengi sana katika hospitali yetu, lakini makubwa ni matatu au manne ambayo nitayasema. La kwanza, kuhakikisha Watanzania wanapata huduma zilizo bora, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba huduma za kibingwa katika sekta zote za utoaji wa huduma zinapatikana. Ukisema upasuaji, madaktari bingwa wapo. Ukisema wauguzi, wauguzi bingwa wapo. Ukisema maafisa ustawi, maafisa lishe, wanasaikolojia, wote wanapatikana katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Na pili ni kuhusu ongezeko la watoa huduma katika maeneo mengi ya kutolea huduma katika hospitali yetu. Kwetu sisi ni maboresho makubwa na ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu kwanza yamepelekea wananchi kupata huduma kwa wakati. Sisi kwenye hospitali yetu tuna jumla maboresho haya yamefanya tumefikia vipimo 400 zaidi ya 400 vya maabara, ambavyo kimataifa sisi katika hospitali za mikoa, sisi hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Dodoma ni hospitali pekee ambayo inafanya vipimo vingi ukilinganisha na hospitali zote zile, mpaka hospitali nyingine za kanda tunazipita. Lakini nini maana yake? Matumizi ya mifumo nayo yameimarika sana katika hospitali yetu. Huduma zote, wagonjwa wote wanapatikana kwa kutumia mfumo ambayo ndio ilikuwa lengo, ilikuwa hitaji la Mheshimiwa Rais kwamba tutumie mifumo katika utoaji wa huduma. Sisi hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma tunatekeleza hilo kwa vitendo. Tunahakikisha kwamba wateja wote wanapokuja wanaonekana kwenye mfumo, wanaingia kwenye mfumo, wanatumiwa mfumo. Na hiyo kwenye mapato imeongeza sana, kwa sababu ule umiliki na uongezekaji wa matumizi ya mfumo yanapelekea hospitali inakuwa na mapato ya kutosha, ili kuhakikisha kwamba vifaa tiba vinapatikana, madawa yanapatikana, na kuhakikisha kwamba stahiki zile za watumishi zinalipwa kwa wakati. Kwa hiyo sisi tunajivunia sana mafanikio haya, lakini mafanikio mengine tu ni uwepo wa watumishi ambao wamesoma na ambao wana sifa za kufanya kazi katika hospitali yetu. Sisi ni wamoja wapo. Katika kurugenzi yangu ambayo tunaisimamia, kuna wauguzi wa elimu zote. Kuna wakunga ambao wamebobea katika maeneo hayo, kuna wauguzi ambao wamebobea katika maeneo hayo, kuna wauguzi ambao wamesomea mambo mbalimbali ya kuhusu utoaji wa huduma. Nini maana yake? Ni kwamba unapokuwa na wasomi wengi unatoa huduma zilizo bora. Unapokuwa na wasomi wengi unafanya tafiti zilizo nyingi. Unapokuwa na wasomi wengi katika kada, unaweza kutumia matokeo ya tafiti kuweza kuboresha huduma. Kwa hiyo sisi tunajivunia katika hilo. Kwa hiyo nini nataka kusema kwa Watanzania na wananchi wanaoishi Dodoma, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma iko tayari kuwahudumia. Zamani tulikuwa tunapata gharama kubwa sana za kwenda kununua hewa tiba maeneo ya mbali, hali ambayo ilikuwa inatusababishia gharama kubwa, usafiri, pamoja hata gharama tu za ununuzi kwa ujumla. Lakini kwa sasa hewa hiyo tunaipata hapa hospitali, lakini vile vituo vya afya vingine pamoja na hospitali vinanufaika na huduma hii kwa wale ambao hawana. Kwa upande wa watumishi, tunashukuru pia serikali yetu imeweza kutuletea watumishi wa ajira mpya zaidi ya 100 kwa kipindi cha mwaka huu wa fedha ambao tunaendelea nao wa 25-26. Zaidi katika eneo la watumishi, tunashukuru kuna zile kada ambazo zilikuwa kuzipata hospitali ilikuwa ni changamoto, labda aidha umwajiri kwa mkataba au waje ajitolee, lakini kwa saizi kada hizo zinapatikana hapa. Kwa mfano, tuna mafundi wa umeme, tuna engineer wa umeme pamoja na wale technician wa umeme, lakini vile kwa sasa tuna mpaka engineer wa ujenzi, civil engineer. Kada hii ilikuwa ni vigumu sana kuipata hospitali, ilikuwa ni lazima ukitaka engineer kwa ajili ya majengo ni lazima uende katika taasisi zingine. Tunashukuru bodi yetu ya hospitali, wakuu wa idara pamoja na wakuu wa vitengo na watumishi wote wa hospitali. Tumekuwa tukiendelea kushirikiana nao katika kuhakikisha huduma zetu zinatolewa kwa ufanisi. Karibuni sana hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tunasema huduma bora ni kipaumbele chetu. Karibu tukuhudumie.
tutumie, sisi ni ndugu na rafiki namba moja wa mgonjwa. Naam, mtazamaji, hivi ndivyo serikali ya awamu ya 6 ilivyotekeleza kwa vitendo uboreshaji wa huduma za afya kwa wananchi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Ismail Buhudha. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.